Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu watawala wanayeitawala siku ya Jumatatu, na nakuletea elimu uweze kufahamu masaa 24 yenye hatari zaidi katika siku ya Jumatatu na masaa mazuri katika siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu inatawaliwa na Kamar, sayari inayotawala siku ya Jumatatu inafahamika kwa jina la Moon. Sayari hii iko katika mbingu ya kwanza. Sayari ya Moon inatembelea kila nyota. Katika nyota 12 inatembelea katika masiku mawili. Sayari hii ya Moon inatembelea kila sayari katika masiku 29. Mtume Muhammad mtukufu wa daraja alipoitembelea mbingu ya kwanza, alimkuta baba yetu Adam akiwa ni kijana sana katika masjidu ya Baitul Mahmur. Malaika anayeitawala siku ya Jumatatu anafahamika kwa jina la malaika Jibril au malaika Ruh, malaika Roho Mtakatifu. Malaika Jibril nitakuja kumwelezea kunako majaliwa kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama atanijalia uhai. Na jini anayeitawala siku ya Jumatatu anafahamika kwa jina la Nuril Abyadh, na jini huyu nitakuja kumwelezea sifa zake pamoja na kazi zake. Siku ya Jumatatu inatawaliwa na nyota ya Ka. Ni watu wanayeanzia na herufi D au herufi P. Katika siku ya Jumatatu, kwa yule mtu anayehitaji kuondosha hasad katika mwili wake, kuondosha uchawi katika mwili wake, kuondosha dhiki katika mwili wake, atumie muda wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, asome nyiradi hii ya Rahman ya Rahim, airudie mara 556. Je, ni masaa yapi hatari zaidi katika masaa 24 na masaa mazuri katika siku ya Jumatatu? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe chaneli yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 1 ya asubuhi na saa 1 ya usiku, ni saa ya mapenzi. Kwa yule mtu ambaye amefarakana na mpenzi aliye naye, mpenzi amemkimbia, anahitaji kumrejesha katika mikono yake, ukikoga dawa za mvuto, dawa sahihi za kumvuta mpenzi uliye naye kwa manuizo maalum, basi hakika mpenzi wako atarejea. Au ukitumia dawa za kuchoma kwa manuizo ya kumrejesha mpenzi uliye naye, na au ukafanya dua ukamshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
juu ya maumivu unayoyapata kwa mpenzi uliye naye, unahitaji amani irejee, ambayo amani ilitoweka, basi hakika ukifanya azkari sahihi, mpenzi wako atarejea kwa haraka sana. Na pia muda wa saa moja ni saa nzuri ya kufunga ndoa kwa wale wanandoa wanahitaji kufunga ndoa katika siku ya Jumatatu. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuwakilisha hoja yake kwa mpenzi aliye naye ili aweze kumsikiliza na mazungumzo yawe ni yenye amani, basi ukitumia muda wa saa moja ya asubuhi na saa moja ya jioni, kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mazungumzo yenu yatakuwa ni yenye kufanikiwa. Na katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 2 ya asubuhi na saa 2 ya usiku, ni saa ya kufarakanisha. Jitahidi sana usiwe karibu na mpenzi uliye naye ambaye unampenda, usikaa naye karibu wala kufanya naye mazungumzo, maana watu wabaya mara nyingi wanatumia muda wa saa 2 kwa ajili ya kuwafarakanisha wapendanao. Na pia muda wa saa 2 pia unatumika sana na watu wabaya kwa ajili ya kuifarakanisha amani ya maisha yako uliye naye. Na katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 3 ya asubuhi na saa 3 ya usiku, vile vile ni saa ya mapenzi. Ni muda mzuri wa kufunga ndoa kama unahitaji kufunga ndoa na mpenzi uliye naye, au kumrejesha mpenzi aliyekukimbia arudi katika himaya yako, au kumkogea dawa za kumrejesha. Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mpenzi wako atakuwa ni mwenye kurejea. Na katika siku ya Jumatatu, muda wa saa 4 ya asubuhi na saa 4 ya usiku, ni saa ya vita. Jitahidi sana katika muda huu wa saa 4 utumie kuwa karibu, kujikurubisha na muumba wako na Mola wako mlezi, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, Mola wa Israel. Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muda huu utumie kufanya azkari mbalimbali uweze kujikinga na vita za maadui. Katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 5 ya asubuhi na saa 5 ya usiku, ni saa ya vita vile vile kama ilivyokuwa muda wa saa 4 ya asubuhi na saa 4 ya usiku. Katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 6 mchana na saa 6 ya usiku, ni saa ya kuondosha majini katika mwili wako, au kuwaondosha majini wabaya katika nyumba yako, nyumba iliyokuwa na mauzauza. Ukitumia muda huu kwa yule mtu anayesumbuka na majini machafu, anayesumbuka na visoke, anayesumbuka na macheketu, anayesumbuka na majini maiti, ni muda sahihi wa kutumia mafusho ya kuwaondosha majini wabaya katika mwili wako, au kuwaondosha majini wenye hatari wanakukwamishia maisha yako katika mwili wako. Na ni muda sahihi wa kufanya azkar, ni muda wa kuondosha mapepo machafu. Na katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 7 ya mchana au saa 7 ya usiku, ni saa nzuri ya kumwekea mtoto hirithi
ya kinga. Kwa yule mtu ambaye yupo na imani ya kuamini hirizi ni kinga, basi ni muda sahihi wa kumwekea mwanao kinga. Na kwa yule mtu anayehitaji kuifanyia biashara yake kinga inayohusiana na kinga za hirizi, au kuiwekea nyumba yake kinga inayohusiana na kinga za hirizi, basi ni muda sahihi wa kuweka kinga katika nyumba yako au katika biashara yako, au ni muda mzuri wa kuitengeneza kinga ya hirizi kwa ajili ya swala lako husika. Na katika siku ya Jumatatu, katika muda wa saa 8 ya mchana na saa 8 ya usiku, ni saa nzuri ya kufunga ndoa kwa wale wanandoa wanahitaji kufunga ndoa. Hakika ukifunga ndoa katika muda huu wa saa 8 ya mchana katika siku ya Jumatatu, ndoa yako itakuwa ni yenye kheri na ni yenye baraka nyingi, na itakuwa ni ndoa yenye amani katika familia yako unaenda kuianzisha. Katika siku ya Jumatatu katika muda wa saa 9 ya mchana na saa 9 ya usiku, ni saa nzuri ya kuanzisha jambo lako la aina yoyote ambalo unahitaji kulifanya. Kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo lako litakuwa lenye kuridhiwa kama utamshirikisha, au kama unahitaji kufanya kitu cha aina yoyote ambacho unaamini ni kitu kizuri, ni kitu sahihi, unahitaji kukifanya ili uweze kufanikiwa, basi hakika utakuwa ni mwenye kufanikiwa. Siku ya Jumatatu katika muda wa saa 10 ya jioni na saa 10 ya usiku, ni saa ya kununua, na maanisha ni saa ya kufanya manunuzi ya jambo lolote ambalo unahitaji kulikusudia. Aidha unakusudia kununua kiwanja, au unakusudia kununua nyumba, au kununua gari, kitu chochote chenye kheri ambacho unahitaji kukinunua, basi ni saa zuri la kununua. Na katika siku ya Jumatatu katika muda wa saa 11 jioni na saa 11 ya kuamkia siku nyingine, ni saa ya kutenganisha, ni saa ya kuwatenganisha maadui wanayekuandama, wanayekuvurugia mipango yako. Kama unahitaji kuwatenganisha, ukatumia dawa sahihi au ukamshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dua sahihi, basi hakika wale maadui watatengana. Na pia ni saa ambalo watu wabaya pia wanatumia kuwatenganisha wapenda nao, mtu na mpenzi aliye naye. Watu wengi wanandoa wanakuwa wanatenganishwa katika muda huu wa saa 11 jioni na saa 11 kuamkia siku nyingine ya usiku. Na pia katika siku ya Jumatatu katika muda wa saa 12 ya asubuhi na saa 12 ya kuamkia siku nyingine inayofuata, ni saa ya wakubwa, na maanisha ni saa ya majini kufanya kazi zao, na ni saa ya mashetani pia kufanya mambo yao. Kwa hiyo kuwa makini sana katika muda wa jioni, usiache mlango wa nyumba yako wazi. Mashetani wanaweza kaingia ndani na baadaye wakaja kukusumbua. Kama unavyoiona hapa, ofisi yangu Daktari Musa ina kila aina za dawa mbalimbali. Kuna dawa za mivuto ya biashara, na kuna dawa za mvuto wa mapenzi wa kufanya upendwe na uheshimike na mpenzi uliye naye, na kuna dawa za kumrudisha mpenzi aliyekuacha kwa dharau, na pia kuna dawa za kuvunja maagano ya kichawi na maagano ya kishetani
na nina dawa vile vile za mivuto, na nina dawa za kusafisha nyota, na pia nina dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, na maanisha pete za bahati, pete zenye madini original zenye kuendana na ufalme wako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa kibali uwe mtu wa mafanikio, mtu mwenye kuheshimika na kupendwa kupitia kile unachokifanya, na pia pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha, ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza elimu za majini? Unahitaji kujiongezea ongezeko lako la akili ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua? Usisite kuwasiliana na mimi Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.